Wiki ya kwanza baada ya kujifungua ndiyo inayoamua kasi ya kupona mwili wa mama na kujenga afya ya mtoto. Ukiikosea na kuzembea wiki hii, unaweza kupata uchovu mwingi, maumivu yasiyoisha, pamoja na changamoto katika kunyonyesha. Leo nataka nikupe mambo muhimu ambayo kila mama anapaswa kuyazingatia mara tu baada ya kujifungua ili mwili upone vizuri na mtoto apate afya njema. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina, mtaalamu wa mitishamba kutoka Naturemed Supplies. Namba zake za simu ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Unaweza kumpigia kwa kuomba ushauri au tiba asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zenye uwezo wa kuondoa changamoto yako ulionayo. Kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uweze kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. 1. Kupumzika vya kutosha. Katika wiki ya kwanza, mwili wa mama unakuwa umepitia safari ngumu ya ujauzito na uchungu wa kujifungua. Misuli, mifupa na mfumo wa uzazi unahitaji muda wa kupumzika ili urejee katika hali yake ya kawaida. Kupumzika kunasaidia kupunguza maumivu, kupona kwa nyuzi endapo kuna mshono na kuzuia uchovu wa kupindukia. Mama unashauriwa kulala kila unapopata nafasi, hasa wakati mtoto amelala. Hata unapohisi una nguvu, bado pumzika, kwa sababu ndani ya mwili kuna michakato ya uponyaji inayoendelea kimya kimya. 2. Kunywa maji ya kutosha. Wiki ya kwanza mama hupoteza maji mengi kupitia jasho, kukojoa na wakati wa kunyonyesha. Mwili unapokosa maji, unaweza kupata maumivu ya kichwa, kizunguzungu, uchovu wa mwili na kupungua kwa uzalishaji wa maziwa ya kutosha kwa mtoto. Hakikisha unakunywa maji mara kwa mara hata kama huhisi kiu. Maji mengi husaidia kupona kwa mfereji wa uzazi, kurahisisha utoaji wa uchafu na kuimarisha uzalishaji wa maziwa ya kutosha kwa mtoto. 3. Kula chakula chenye virutubisho. Mwili unahitaji msukumo wa nguvu kupitia chakula kizuri ili kupona mapema. Chagua vyakula vyenye mboga za majani, nafaka zisizokobolewa, matunda na vyanzo vya protini kama maharage, mayai na samaki. Vyakula hivi vinaongeza damu, vinapunguza uchovu, vinajenga mwili na vinaongeza uzalishaji wa maziwa. Epuka vyakula vizito sana vya mafuta na sukari nyingi, kwa sababu vinaweza kukuletea uvivu na kukwamisha kasi ya kupona. 4. Kunyonyesha mara kwa mara. Kunyonyesha ndani ya saa moja baada ya kujifungua huchochea mwili kuanza kuzalisha maziwa vizuri. Katika wiki ya kwanza, mtoto anapaswa kunyonya kila mara inapohitajika ili kupata virutubisho vya kutosha na kuongeza uhusiano wa karibu kati yako na mtoto. Kunyonyesha mara kwa mara pia kunasaidia mfuko wa uzazi kurudi katika hali yake ya kawaida. Hii hupunguza damu kutoka kwa kasi na kupunguza maumivu ya ndani. 5. Kuepuka kufanya kazi nzito. Hata kama unahisi unaweza kufanya kazi, bado mwili upo katika hatua dhaifu. Kubeba vitu vizito, kusafisha kwa nguvu au kupiga magoti mara kwa mara kunaweza kusababisha maumivu zaidi na kuchelewesha kupona. Mama unapaswa kujipa muda na kuruhusu ndugu au rafiki wa kusaidia katika kazi za nyumbani. Lengo ni kuupa mwili muda wa kurekebisha kila sehemu iliyochoka wakati wa ujauzito na kujifungua. 6. Kuangalia mabadiliko yasiyo ya kawaida. Katika wiki ya kwanza, zingatia hali ya mwili. Kama utapata maumivu makali yasiyoisha, harufu mbaya sehemu za siri, joto la mwili kupanda sana au damu inayotoka kuwa nyingi kuliko kawaida, ni muhimu kuwasiliana na mtaalamu wa afya. Dalili hizi zinaweza kuashiria tatizo linalohitaji matibabu mapema ili kuepuka madhara zaidi. 7. Kuimarisha afya ya akili. Baada ya kujifungua, wanawake wengi hupitia mabadiliko ya hisia. Unaweza kuhisi uchovu, huzuni au hasira bila sababu. Jipe muda, ongea na watu wanaokutia moyo na usijilaumu kwa chochote. Ikiwa hisia hizi zitakuwa nyingi kupita kiasi, tafuta ushauri wa mtaalamu. Afya ya akili ni sehemu muhimu ya safari yako ya uzazi. Kama wewe ni mama au unamjua mama anayekaribia kujifungua, mpe video hii imsaidie kujua njia sahihi za kujitunza. Zingatia sana haya mambo 7 kabla hujafikia hatua ya kupata matatizo ya kiafya yanayoweza kukuathiri wewe pamoja na mtoto. Endelea kujifunza kuhusu afya kwa njia sahihi na salama. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, wasiliana nasi kwa namba 0748294113. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba
Naomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload, like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.